Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa tena kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu, na leo ikiwa ni siku ya 37 ya mafungo yetu ya Kwaresma, mafungo ya siku 40. Na tuko katika Juma Kuu, na kwa namna ya pekee sana tunatembea na Yesu na tunatafakari kwa kina juu ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu, leo nataka nikuulize swali kwamba je, uko tayari kubaki peke yako? Uko tayari kubaki peke yako? Ndugu zangu, katika dunia ya leo, kuwa Mkristo wa kweli kunaweza kusababisha kukutenga au kukufanya uonekane kama mgeni. Wakati mwingine uonekane kama umepitwa na wakati vile, au wakati mwingine hata unaweza kuonekana kama mshamba. Yani unaonekana uko out of order. Kwa namna nyingine unaweza kujikuta kwenye mazingira kama hayo. Kuna wakati ambao tunaweza tukajikuta tuko peke yetu, uko peke yako. Kwa nini? Kwa sababu uko tofauti kabisa na misimamo na mitazamo ya watu. Sasa katika juma hili kuu, swali ninalotaka tujiulize ni hili kwamba je, tuko tayari kusimama kama Kristo hata kama tutabaki peke yetu? Uko tayari kusimama kama Yesu hata kama italazimu ubaki peke yako? Je, tuna ujasiri wa kuwa kama Simoni wa Kirene katika kizazi chetu hiki? Unajua ule ujasiri wa kumsaidia Yesu kubeba msalaba hadharani mbele ya watu bila kuona haya, bila kuona aibu, bila kuogopa kitu chochote kile, bila kujali watu watasemaje au watanionaje. Unajua Yesu alipokuwa akielekea Golgotha, watu wengi walimkimbia. Lakini sawasawa na Marko ile sura ya 15 mstari wa 21, mtu mmoja tu, Simoni wa Kirene, alilazimishwa kubeba msalaba wa Yesu. Ndugu zangu wapendwa, leo hii hatulazimishwi, bali tunaitwa kwa hiari yetu. Tubebe msalaba wa imani kwa hiari. Tubebe msalaba wa uadilifu kwa hiari. Tubebe msalaba wa haki kwa hiari. Swali ni kwamba je, tuko tayari kubeba msalaba huu kwa hiari? Wanafunzi wa Yesu wengi walimkimbia. Hata wanafunzi wake tu walimkimbia kabisa. Wafuasi wale walikimbia. Ndugu zangu, hata wanafunzi wetu leo, wako wengine ambao wanakimbia maadili ya Kikristo kwa sababu ya hofu ya kukataliwa. Kuna Wakristo leo wanakimbia kabisa kuonekana Wakristo kwa sababu ya hofu hiyo watakataliwa. Kuna wasichana leo wanahofia kutokudeti, wanahofia. Labda wapo wavulana ambao wanaogopa kusema hapana, labda kwenye pornography, wanaogopa kusema hapana. Wapo watu ambao wanaacha kabisa kanisa kwa sababu tu hawataki kuchukizwa na mafundisho yake. Wanaona kwamba kanisa lina mafundisho magumu sana. Wanaona kama kanisa lina demand too much. Kwamba unaambiwaje kwamba uwe na mke mmoja tu. Unaambiwaje kwamba usiishi suria. Kwa hiyo kuna watu wanaona kanisa lina demand sana kwamba ndoa ni kifungo cha maisha. Ni agano la milele. Kuna kuingia lakini hakuna kutoka. Watu wanaona kanisa lina demand sana. Ndugu zangu, katika juma hili kuu tunaitwa kuwa mashahidi na sio kuwa mashabiki. Kwa sababu tunaweza tukajikuta tunabaki mashabiki. Tunaitwa kuwa shahidi hata kama utabaki peke yako. Ubaki shahidi peke yako. Unajua vijana wale watatu kwenye kitabu cha Daniel, ile sura ya 3, wale vijana watatu, Meshach, Shadrach na Abednego, walikataa kabisa kuabudu sanamu ya mfalme. Walikataa. Hata kama kila mtu alikuwa tayari kufanya hivyo, wao walikataa. Na walisema kwa kifupi tu, wakamjibu Nebukadneza mfalme. Wakamwambia mfalme, hatuna haja ya kubishana na wewe katika hili. Tunachojua ni kitu kimoja, kwamba Mungu tuliye naye anaweza kabisa kutuokoa na hilo tanuru lako la moto. Anaweza kutuokoa. Lakini mfalme, tukuonyeshe tunavyompenda huyu Mungu. Hata kama ikitokea amekaa kimya, sisi tuko tayari kufa kwa ajili yake kuliko kuabudu sanamu yako.
Ndugu zangu, hii ndiyo roho ya Juma Kuu. Ndiyo roho ya Juma Kuu. Na leo tunaitwa ndugu zangu kuwa Wakristo hata kama hatupendwi. Tunaitwa kuwa Wakristo hata kama tunapingwa kazini. Tunaitwa kuwa Wakristo hata kama tunaonekana washamba. Tunaitwa kuwa Wakristo. Tukumbuke kwamba ndugu zangu, msalaba ni njia ya upweke, lakini mwisho wa huu upweke ni ushindi wa Pasaka. Kwa hiyo Yesu anatuambia leo katika Mathayo ile sura ya 24 mstari wa 13 kuwa mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Ndugu zangu wapendwa, Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza. Na watakia Juma Kuu lenye baraka, Juma Kuu lenye mafanikio. Tuguswe na Yesu. Barikiwe.